Sky TV. Ikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Waziri Mkuu amwagiza waziri wa TAMISEMI kuhakikisha halmashauri zote zinachukua via wadudu. Na kwa kimataifa, Trump aionya Iran kuishambulia vikali ndani ya wiki mbili. Na katika michezo, Simba uwanjani na Coastal muda huu. Meja Isamuyo. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Serikali imemwagiza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe kuhakikisha halmashauri zote ambazo bado hazijachukua viuadudu kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa wa malaria ifikapo mwezi Mei zote ziwe zimeshakusanya dawa hizo ili ifikapo mwezi Juni waweze kutekeleza zoezi hilo. Kauli hiyo imetolewa leo bungeni na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati wa kipindi cha maswali kwa waziri mkuu. Kumekuwepo na agizo na uelekeo huo wa serikali katika jitihada za kupambana na malaria kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na dawa hizo ambazo serikali imefanya jitihada za kununua na dawa hizo zipo, na lengo ilikuwa ni kupelekwa kwenye halmashauri zote ili ziweze kuchukua hatua ya kukabiliana na ugonjwa huo. Nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji huo na kwa umakini wake hasa wa kuzingatia suala la kutokomeza malaria, jambo ambalo linawaathiri sana hasa kina mama pamoja na watoto wadogo. Ninakumbuka jambo hili likiwa limejadiliwa ndani ya serikali, na taarifa zilizokuwepo ilikuwa yafanyike mafunzo katika ngazi za halmashauri kuhusu utekelezaji wa jambo hilo, lakini pia kulikuwepo angalizo la ratiba kwamba jambo hilo liwe linatekelezwa Juni na kuendelea pale ambapo maeneo mengi ndani ya nchi yetu yanakuwa hayana mvua. Kwa kuzingatia swali la Mheshimiwa mbunge na maelezo hayo aliyoyatoa, basi nitoe maelekezo kwa Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kufuatilia halmashauri zote ambazo bado hazijatekeleza wajibu huo ili waweze kuzingatia kalenda hiyo iliyotolewa ya kufanya zoezi hilo ifikapo Juni. Kwa halmashauri zote ambazo walikuwa bado hawajatekeleza wajibu huo wafanye hivyo kati ya sasa na ifikapo Mei wote wao wameshakusanya dawa hizo, ili ifikapo Juni na kuendelea waweze kutekeleza wajibu huo wa kuzisambaza dawa hizo katika hatua hiyo ya kutekeleza zoezi la kutokomeza malaria. Muuliza swali najua kiu yake kubwa ni barabara ambayo itaunganisha sasa mkoa wa Singida kupitia Mkalama, daraja la Sibiti kwenda mpaka Meatu na baadaye kutawanyika kwenda Maswa na kwenda Bariadi na mpaka kuunganisha na mkoa wa Mara. Mheshimiwa Spika, hiki kitakuwa moja ya kipaumbele kitakachofuata baada tu ya kuwa tumeshamaliza hili zoezi ambalo tulikubaliana waheshimiwa wabunge kwamba tumalizie barabara ambazo wakandarasi walikuwa wameshapunguza kasi ya utekelezaji, lakini pia tumalizie barabara ambazo zilishasainiwa mikataba ila walikuwa bado hawajapata malipo ya awali. Tutaenda kwenye barabara ambazo ni za kipaumbele katika maeneo yetu, na waheshimiwa wabunge wote mlishaainisha barabara pamoja na miradi ambayo ni ya kipaumbele katika maeneo yenu. Punde tutakapokuwa tumemaliza
miradi ambayo ilikuwa inaendelea ambayo kasi yake ilipungua kidogo, na miradi ambayo mikataba ilishasainiwa ila wakandarasi walikuwa bado hawajapata malipo ya awali. Tutakwenda kwenye barabara ambazo ni za kipaumbele, ikiwemo hii ya kutokea Singida kwenda Sibiti kwenda Meatu kwenda mpaka Maswa na Bariadi hadi Mara. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, Dr. Peter Kisenge, amesema kuwa matumizi ya tumbaku yanaendelea kuwa chanzo kikubwa cha magonjwa ya moyo, yakisababisha vifo vya takribani watu milioni 20 duniani. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa ripoti ya Tobacco Industry Interference Index 2025, Dr. Kisenge alieleza kuwa uvutaji wa sigara na shisha unaathiri vibaya afya ya moyo, mishipa ya damu, mapafu pamoja na kuongeza hatari ya kiharusi. Matatizo ya tumbaku hasa kwa nchi za Afrika yameongezeka kwa kasi, na hapa kwetu nchini Tanzania inasemekana uvutaji wa sigara na vitu vingine kama shisha unaongezeka kwa kasi, na Tanzania imewekwa katika alama nyekundu kwa sababu ya ongezeko kubwa la uvutaji wa sigara na shisha. Ukivuta shisha kama vile umevuta sigara 100, sasa zile sigara zinaenda kuleta madhara kwenye mishipa ya damu ya moyo, ambapo unaweza kusababisha mgando wa damu kwenye misuli ya moyo na kupata mshtuko ghafla wa moyo na kufariki ghafla. Lakini vile vile sigara inaweza ikasababisha mtu kupata kiharusi. Sigara inaweza ikaleta madhara kwenye mapafu, ukapata magonjwa ya mapafu, lakini sigara inaweza ikaleta vile vile magonjwa ya kansa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa chama cha kudhibiti tumbaku Tanzania TTCF, Lutgard Kokulinda Kagaruki, alitaka serikali kuchukua hatua madhubuti kwa kuharakisha mabadiliko ya sheria za kudhibiti matumizi ya tumbaku. Naomba nianze kuisema kwa Kizungu, Tobacco Industry Interference Index ya mwaka 25. Kwa Kiswahili cha kienyeji ambacho sio cha BAKITA, tunaweza kusema ni jinsi makampuni ya tumbaku yanavyoingilia sera za afya za nchi. Sasa hii survey huwa inafanyika kila baada ya miaka miwili. Tulianza 2019. Kwa hiyo ya leo ni ya 5. Na kuna ripoti yetu ni sehemu ya ripoti kubwa ya dunia. Mwaka huu nchi 100 zilishiriki kwenye huo uchunguzi, na Afrika zilikuwa 20. Na kwa bahati mbaya sana, kama mlivyoona, Tanzania tangu 2019 tumezidi kuwa kwenye hali mbaya. Kwa Kizungu wanasema red zone, sijui kwa Kiswahili kwenye wekundu au weusi, na tunazidi kudidimia, wakati wenzetu, majirani zetu, kwa mfano mmeona Kenya, Uganda na Ethiopia, nchi za Afrika wanafanya vizuri sana. Na hii hasa inaangalia kanuni 5.3 ya mkataba wa kimataifa wa kudhibiti tumbaku, ambao unazuia kwa nguvu zote makampuni ya tumbaku kuingilia sera za afya. Kwa hiyo matokeo ya leo yamezidi kutusikitisha, kwa sababu Tanzania imezidi kudidimia. Na sisi ombi letu ni moja kwa viongozi. Tuna sheria ambayo kwa kweli ni mbovu. Ilitungwa mwaka 2003 kabla mkataba haujaja, ambao mkataba wa Shirika la Afya Ulimwenguni ulitoka 2005. Kwa hiyo hiyo sheria ina mapungufu sana, lakini tulishatengeneza mswada ambao unaendana na mkataba, na huu mswada umetengenezwa na wadau wote wahusika, Shirika la Afya Ulimwenguni, mawizara ambayo yanahusika, ikiwemo Wizara ya Afya,
na wadau wote tumeupitia, uko vizuri, na tangu 2017 ilikuwa upelekwe bungeni, lakini mpaka leo haujapelekwa, na tunaamini ni kwa sababu ya msukumo wa makampuni ya tumbaku. Maliango Mugeta, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine, mtazamaji, kutoka mkoani Mwanza. Watengeneza maudhui mitandaoni wamedai kuwa mifumo ya malipo nchini sio rafiki kwa wao kuweza kupokea fedha kutoka taasisi au kampuni mbalimbali ya mitandaoni, hali ambayo imekuwa pia kikwazo cha wao kuwa na uwanja mpana wa kunufaika na fursa hizo za mitandaoni. Naitwa Binagi George, ni mtengenezaji wa maudhui hapa jijini Mwanza. Wakati serikali ikiwa inajitahidi kuboresha utendaji kazi wetu, ni vyema pia ikafahamika kwamba sisi content creators wa Tanzania kuna changamoto ambayo tunakutana nayo. Ukiangalia platform ya Tanzania, platform mbalimbali za Tanzania, tunapofanya hizi kazi, namna ambavyo tunalipwa na hii mitandao ya kijamii ni tofauti kabisa na mataifa mengine, mfano labda Kenya. Sisi maudhui yetu yamekuwa yakilipwa kwa kiwango cha chini sana. Kwa hivyo tunatamani kuona kwamba serikali pia inatusaidia katika hili, na tunaamini kwamba inawezekana. Kwa sababu gani? Sasa hivi ukiangalia watengenezaji wa maudhui, kwa mfano ambao tunatengeneza maudhui kupitia YouTube, kuna 5% ambayo tunakatwa kwa ajili ya kuwasilishwa serikalini. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama maudhui tunayotengeneza yatapewa na nguvu zaidi, yatakuwa na tija zaidi, ili tuweze kulipwa sawasawa na wenzetu wa nchi nyingine, tunaweza kuondokana na changamoto ya kwamba tunapata kipato kidogo tofauti na jitihada ambazo tunaziweka katika kazi. Kuna baadhi ya platform zinakuwa ni changamoto kwa content creator wa Tanzania kulipwa, ni kwa sababu ya miundombinu especially ya kupokea malipo imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo endapo serikali itahakikisha kwamba hii miundombinu inakuwa rafiki kiasi kwamba kuweza kuruhusu malipo kuweza kulipwa sisi content creator wa Tanzania, itakuwa pia ni rahisi. Lakini pia ukiachana na hapo, miundombinu mingine ya kimawasiliano, kwa mfano sisi content creator wa Tanzania unakuta wakati mwingine tunapata changamoto kwenye kuwasiliana na hawa wamiliki wa platform za nje. Kwa mfano, kwa takriban miezi hivi karibuni, content creator wengi wa Tanzania especially kwa wanaotengeneza maudhui kupitia YouTube wamekuwa wakikumbana sana na tatizo la swala zima la kufanya verification ya AdSense pin, kufanya verifications ya namba ya simu kwenye AdSense, lakini kufanya verification ya namba ya simu kupitia kwenye YouTube. Moja kati ya njia nyingine ya kuweza kusaidia content creators ambao hawa tunasema ni watengeneza maudhui wetu ndani ya nchi yetu ni kushirikiana nadhani pamoja na BOT ama Benki Kuu ya Tanzania kuweza kufanya integration nzuri ya njia za malipo ya fedha, kwa sababu content creators wengi content zao zinakubalika nchi tofauti tofauti. Sisi tutajitahidi kuhamasisha wale ambao wanaweza kuzipata nyumba, kuziweka dhamana wafanye, lakini wale watakaoshindwa, kwa kweli tuwashauri mamlaka zinazohusika wachukue nafasi yako kuwachukulia, kama ambavyo tunaitoa ile mifuko ya 10% na vijana. Ile mifuko ya 10% na vijana, na hasa ule mpango uliokuja awamu hii ya pili chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu, kigezo cha nyumba sio kigezo, na kwa kweli tumeanza kuona matokeo chanya, kwa sababu sisi tunachohitaji ni kujua kijana alipo na wapi anapokaa, na dhamana yake ni yule mwenyekiti wa mtaa na ile nyumba anayoishi. Imekuwa ni matokeo makubwa. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameagiza kituo cha afya cha Nyakagwe kikamilike haraka iwezekanavyo kwa kuwa kinatarajia kuhudumia watu wengi wanaozunguka eneo hilo. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya ameagiza kukamilika kwa mradi huo baada ya kuutembelea, ukiwa umeanza kutekelezwa tangu mwaka 2021 kupitia fedha za uwajibikaji wa kampuni ya uchimbaji wa madini ya dhahabu ya GGML kwa gharama za kiasi cha shilingi milioni 500. Mkuu wa wilaya ameagiza mradi huo ukamilike kwa kuwa unategemewa na watu wengi wanaozunguka eneo la mradi. Kata hii ni kubwa kama nilivyosema, kubwa sana. Na bahati mbaya watu wengi wanategemea hapa. Maana ukianzia kule unakutana na Butobela. Nadhani Butobela bado zahanati haijaanza. Ukienda hapo unakwenda kule Mhande. Mhande pale hata jengo lenyewe hawana.
Ukienda hapo unaenda kule Shahende. Shahende ndo wanaboma tu na lenyewe bado halijakamilika. Ukitoka Shahende unakuja hapa katikati Nyangomango. Nyangomango na lenyewe pale wanadude lao kubwa la siku nyingi. Halina matumaini ya kukamilika. Si ndio eh? Kwa hiyo tumaini pekee ni hapa. Ndio tumaini pekee. Sasa hatuwezi kukubali tumeshatenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa mradi huu. Kila siku inakuwa ni maneno. Diwani wa kata Butobela Pasco Mapungo amesema kushindwa kukamilika kwa mradi huo kumesababishwa na GGML kushindwa kutekeleza majukumu yake, huku maafisa wa GGML wakitoa ufafanuzi. Miza majukumu yao vizuri. Na hili swala walitakiwa wao wawajibike. Changamoto ya vifaa, wao walibeba jambo la vifaa. Lakini hawavileti kwa wakati. Inabidi fundi anafanya kazi, vifaa vinaisha, anaondoka. Anakuja kutafuta fundi. Kuna mafundi zaidi ya 8 hapa wanabadilishwa kwa sababu aliyefanya kazi hajalipwa. Anataka hela yake haipo. Vifaa anahitaji havipo. Kwa hiyo tumeendelea basi na mradi, na mara ya mwisho tulikutana kwenye ofisi yako. Kwa tumekueleza changamoto za huu mradi zote, na mwisho wa siku ukaelekeza kwamba tuje site kwa ajili ya ku-identify ama kubaini mahitaji ambayo yanahitajika ili mradi uweze kukamilishwa, na tulifanya hivyo. Kuna mahitaji ni milioni 48,242,900. Hiyo ni material. Material na ufundi. Jadwali la chini la ufundi milioni 10. Okay. Sawa. Ilikuwa pamoja na material peke yake ilikuwa ni milioni 34,79. Ni sahihi eh? Taarifa iliyowasilishwa na afisa mtendaji wa kata Butobela iliyopo halmashauri ya wilaya ya Geita imeeleza kuwa mpaka sasa mradi huo haujakamilika na juhudi zinahitajika kumaliza mradi huo. Mradi huu wa ujenzi wa kituo cha afya Nyakagwe ulianza katika mwaka wa fedha 2021-2022 ambapo ulihusisha ujenzi wa majengo manne, ambapo majengo hayo yamegawanyika kwa vyanzo viwili vya mapato, ambapo mradi wa ujenzi wa jengo la upasuaji na mama na mtoto ambao ndo tuko hapa, na ujenzi wa jengo la maabara liko pale ulijengwa chini ya mgodi wa GGM. Lakini pia ujenzi wa wodi 2 za baba na mtoto. Mradi wa kituo cha afya Nyakagwe ni miongoni mwa miradi mitatu ya vituo vya afya iliyoanzishwa mwaka 2021 kwenye halmashauri ya wilaya ya Geita kupitia fedha za uwajibikaji kwa jamii wa kampuni ya GGML, yani Cooperative Social Responsibility CSR, huku miradi mingine ikiwa ni kituo cha afya Nyaulimirwa na Kakubilo ambayo ilianza kujengwa kwa kiasi cha shilingi milioni 400 kila mmoja. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Kuelekea sikukuu ya Pasaka, jeshi la polisi nchini lajiimarisha. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV na langu jina ni Zinazere Mswima. Kuelekea sikukuu ya Pasaka, jeshi la polisi nchini limesema limejipanga vizuri kuhakikisha ibada zinazofanyika usiku usalama na kuwepo wa kutosha ili wanaotakao kwenda waweze kushiriki na kurudi majumbani salama. Msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime ametoa wito kwa wananchi wakati wa ibada na sherehe za Pasaka wanapotoka majumbani wahakikishe wanaacha makazi yao kwa ajili ya usalama. Wiki hii waumini wa dini ya Kikristo wameingia katika kipindi ambacho watahitimisha mfungo wa Kwaresma ambapo utafuatiwa na sikukuu za Pasaka. Ukamilishaji huo wa mfungo wa Kwaresma na sikukuu hizo za Pasaka huambatana na ibada za mchana na nyingine hufanyika usiku. Jeshi la polisi limejipanga vizuri kuanzia ngazi ya kata, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na kamati za usalama katika nyumba za ibada kuhakikisha wakati wote, hasa ibada zitakazofanyika usiku, usalama unakuwepo wa kutosha ili watakao kwenda kushiriki waweze kushiriki na kurudi salama. Pamoja na hakikisho hilo, jeshi la polisi lingependa kutoa wito kila mmoja wetu wakati wa ibada na sherehe hizo za Pasaka, tunapotoka majumbani mwetu
tuhakikishe makazi yetu tunaacha uangalizi kwa ajili ya usalama. Aidha, kama tutaruhusu watoto wetu kutoka kwa ajili ya kwenda kusherehekea sikukuu maeneo stahiki na salama, kila mmoja hakikishe wana uangalizi wa mtu mzima na mwenye akili timamu. Pia tunatoa wito kila mmoja wetu kuzingatia sheria, kanuni na ishara za barabarani ili kuepuka ajali zinazotokana au zinazosababishwa na uzembe pamoja na kuendesha chombo cha moto katika hali ya ulevi. Aidha, tukumbuke kuchukua tahadhari kipindi hiki ambacho mvua zinaendelea kunyesha. Tuache na kujiepusha na tabia za kupita sehemu ambazo maji mengi yametuama au yanayotiririka na inaonekana wazi ni hatari kuvuka. Tunarudia tena kutoa tahadhari hii kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya Watanzania wenzetu wakipoteza maisha walipojaribu kuvuka sehemu hatarishi ambazo zimejaa maji na yanayotiririka. Wengine walikuwa wanatembea kwa miguu na baadhi wakiendesha vyombo vya moto. Tumeshuhudia pia watoto waliopoteza maisha kutokana na kusombwa na maji na wengine kutumbukia kwenye mashimo yaliyochimbwa na kuachwa wazi. Wazazi au walezi wanapewa tahadhari kuwalinda watoto dhidi ya madhara kama hayo, na wale waliochimba mashimo na kuyaacha wazi wayafukie au yafunike kuepusha madhara kwa watoto. Mtazamaji, na moja kwa moja tuelekee mkoani Ruvuma. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi kanda ya kusini imewafikisha mahakamani washtakiwa wawili wakazi wa kata ya Mfaranyaki manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wakikabiliwa na jumla ya makosa 8 ya ukiukwaji wa sheria za kodi. Akitoa maelezo kuhusu kesi hiyo, wakili wa serikali mwandamizi kutoka TRA Medalakini Emmanuel alisema kesi hiyo ilisomwa katika mahakama ya wilaya Songea mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Christina Haule. Wanakabiliwa na makosa 8 ambapo makosa 3 ni makosa ya kukutwa wakiwa na bidhaa zinazopaswa kulipiwa ushuru wa bidhaa zikiwa na stampu za elektroniki bandia ni ambayo ni kinyume na kifungu cha kanuni ya 36 ya ELO ya Electronic Tax Stamp ya mwaka 2018. Na bidhaa hizo walizokamatwa nazo ni pombe kali aina ya Lion Spirit. Lakini kosa lingine ni kosa la kukwepa kodi kwa udanganyifu ambayo ni kinyume na kifungu cha 84D cha sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2019. Kwa kitendo chao sasa hichi cha kuweza kubandika stampu ambazo ni bandia kwenye hizo pombe ambazo zinatakiwa kupaswa kulipa ushuru wa forodha, lakini pia kwa kuzalisha pombe hizo pasipokuwa na kibali cha kamishna mkuu, ambapo kodi tu ya ushuru wa stampu ambayo ingepotea kutokana na hiyo kodi ilikuwa haipungui milioni 11 kama angeweza kuzifikisha kwenye soko na kuziuza. Lakini pia kiziangalia sana hizo pombe hazina kibali cha viwango kwa maana ya TBS. Kwa hiyo tuna wasiwasi hata vile kungeweza kuleta madhara kwa watumiaji kama zingeweza kuingia kwenye soko kwa sababu hazikuwa zina kibali halali cha TBS. Niseme tu kwamba mamlaka tumejipanga, na niwaonye wale wengine wote ambao wana mawazo kama hayo ya kuendelea kuzalisha au kutumia stika feki kwenye bidhaa zao, kwamba tuko macho, tutahakikisha tunawatia nguvuni na kuhakikisha kwamba sheria inafuata mkondo. Kwa hiyo niwaombe watu wafuate sheria ili haya madhara ambayo yanaelekea kumpata huyu mtu yasije wakapata wao. Mohamed Magesa, Sky TV. Nchi 6 zinatarajia kuchuana katika mashindano ya dunia ya Quran tukufu yanayotarajiwa kufanyika Aprili 5 mwaka huo, ambapo Tanzania itakuwa ni mwenyeji. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam na vyombo vya habari, mwenyekiti wa tuzo za kimataifa za Quran, Sheikh Othman Kaporo, amesema
Mashindano hayo yanayotarajia kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa yanalenga kujenga jamii bora yenye hofu ya Mungu, ambapo yatasimamiwa na majaji wa kimataifa. Tarehe 5 mwezi wa 4, Jumapili ijayo, ndio kilele cha mashindano hayo. Leo hii tumeanza kupokea washiriki. Toka alfajiri leo tumeanza kupokea washiriki. Wameshafika washiriki kadhaa. Washiriki katika mashindano haya safari hii wako kutoka katika nchi 25. Nchi 25. Tukichanganyika na sisi wenyewe tunakuwa nchi 26. Nusu fainali ya mashindano haya yatafanyika pale Unguja, Zanzibar, yai kuchagua wale washindi bora ambao watakaokuja kuingia katika fainali pale uwanja wa Benjamin William Mkapa. Imamu wa kutoka Maka na Madina ataomba dua katika mashindano haya kuiombea nchi na viongozi wake, lakini kila atakayenyanyua mguu kwenda pale ataombewa na Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu na imamu wetu hao. Mashindano makubwa kabisa yatakayosimamiwa na majaji wakubwa kutoka wa kimataifa wakiongozwa na shekhe wetu Zaharani kutoka Saudi Arabia, ndiye atakayekuwa jaji mkuu katika mashindano hayo. Tunawaalika Waislamu na Watanzania kwa ujumla wake tuje kushirikiana katika jambo hili. Kwa upande wake, mjumbe wa Baraza la Ulama la BAKWATA, Sheikh Hassan Chizenga, amesema kuhifadhi Qur'ani kuna faida kubwa kwa washiriki binafsi na kwa taifa kwa ujumla, kwani ni njia ya kumtangaza Mungu. Tanzania inaunganishwa na Qur'ani. Qur'ani ambacho ni kitabu cha Mungu na Qur'ani inamtangaza Mungu, basi tukio hilo linaipa nafasi Tanzania iangaliwe zaidi na Mungu. Mtu yoyote mwenye kutukuza kitu ambacho kinamtangaza Mungu, hiyo ni katika uchaji na kuonyesha kwamba huyu ni anamilikiwa na Mungu kweli. Kwa Tanzania, kwa kitendo hiki kinatufanya tuangaliwe kwa jicho ambalo nchi nyingine haiwezi kuangaliwa, kwa sababu wao hawana sifa hii ambayo sisi tunayo. Nchi yetu ina amani mpaka sasa hivi, haijavunjika amani yake. Ni kwa sababu ina vitu vingi vya kuielea amani yake. Moja hapo ni hii sifa ya kwamba Tanzania ni nchi ya Qur'ani. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wote kwa ujumla, Waislamu na wasio Waislamu, wapenda amani, wasiache kuja kuangalia hiki kitu ambacho kinatufanya Tanzania tuwe ni wa aina yake tofauti ukilinganisha na wengine. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, mapumziko yafuatayo yatatupeleka moja kwa moja katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa bank assurance, na pia kupitia mitandao ya simu
kupitia Voda Bima na Mixx by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Kupanda kwa bei ya mafuta kwa karibu ya shilingi 1000 kwa lita kumeanza kuleta mtikisiko wa kupanda kwa nauli nchini. Wakazi wa Dodoma wakiwemo madereva bajaji, bodaboda na daladala wameitaka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kutoa mwongozo wa bei elekezi za nauli ili kupunguza migongano inayojitokeza kati ya watoa huduma na abiria. Upande wa mafuta jamani, imeathiri vitu vingi. Ukiangalia kwa nauli zinapanda, abiria inakuwa ngumu kumuelewesha kuwa nauli imepanda kulingana na mafuta kupanda kwa ghafla, na pia imepanda katika hali ambayo kiujumla yani hatujazoea hivyo. Tushazoea labda inaweza kapanda 200 300, lakini kwa sasa hivi imepanda karibia 900 nzima. Kwa hiyo imeathiri vitu vingi kwenye usafirishaji. Kuna baadhi ya bajaji hazijaweza kuamka, kuna baadhi ya madereva wameamua tu wapumzike kulingana na mafuta. Mafuta yamepanda juu sana. Hali ya biashara kwa sasa ni mbaya, kiujumla ni mbaya. Maana watu wengi wanasema bora atembee kuliko kupanda bajaji au kupanda daladala. Wanakuambia bora atembee. Nauli iliyopangwa na Sumatra ni 600. Hasa 600 haikizi mahitaji kwa sababu lita sasa hivi ya mafuta ni 3899. Ukiangalia abiria wanatupa 600 haitulipi kabisa, yani hiyo blaza. Ombi letu ni Sumatra ambao wanasimamia magari watupandishie bei, kwa maana 600 hailipi kabisa blaza. Changamoto tunazozipitia ni kubwa sana. Mfano kama abiria, kumuelewesha abiria kutoka labda Nyerere Square mpaka Swaswa au kutoka Nyerere Square mpaka Zuguni, nao ni changamoto pia. Abiria mpaka ukamuelewesha bei ni kiasi fulani, kwa sababu labda unakuta mtu katoka nyumbani kwake na shilingi 1000 tu afike mjini ajue maisha yake yanaendaje. Leo ni bajaji, gari, ila kesho kutwa ni vyakula lazima vipande bei. Sabuni itapanda bei, maji atapanda bei, mafuta atapanda bei. Kwa hiyo inakuwa pia inaathiri uchumi. Nao wakazi wa mkoani Mtwara wameanza kuhisi uzito ongezeko jipya la bei ya mafuta kwa mwezi Aprili, hatua iliyochukuliwa baada ya mamlaka husika kutangaza kupanda kwa bei ya mafuta. Wateja imekuwa changamoto sana kuelekeza bei mpya au kukubaliana nayo hiyo bei ambayo tunawapa, kwa sababu ukiangalia viwango vyao vya uchumi na wao haviongezeki kwa sababu ya ongezeko la mafuta. Kila mtu na shughuli zake. Kwa unapokuja kumpa bei mpya, ukiangalia mtu kila siku inabidi aende kazini na nini, imekuwa changamoto kubwa. Wengine sasa hivi wanatumia baisikeli kabisa. Unaona, kwa hiyo mambo yamekuwa yanakuwa magumu. Miaka na miaka biashara ya usafirishaji ilishazoeleka kwamba nauli yake ni shilingi fulani. Kwa mazingira yetu haya tulishazoea kwamba kwa abiria kwenye bodaboda ukienda naye Mkanaledi stendi 1500, ukienda naye mazingira ya mjini kati hapa sokoni huko beach India Quarters feri shilingi 1000. Lakini saa hizi haiwezi tena kwa bei ile, kwa sababu kitendo cha kupanda shilingi 1000 kwenye lita moja ni jambo kubwa sana. Tuwezi kuendeleza na bei zile. Sasa mtu anakuja bado anataka vile vile. Na watu unajua tena kubadilika ni wagumu, kwa sababu leo hii mtu anatoka Dar es Salaam analipa nauli kwenye gari 1050, lakini mwezi uliopita alilipa shilingi 40. Lakini kwenye bodaboda anataka iwe vile vile shilingi 1000. Tupate lita moja inabidi tutie mafuta ya 4000 na kuendelea. Kwa asili kwamba abiria, changamoto inakuja pale abiria kwamba ukimwambia bei inabidi iongezeke, inakuwa na abiria tena nampoteza vile vile, kwa sababu na sasa hivi tu kwa bei ile kwa mwanzo tu hivi abiria anakuwa changamoto kuwapata. Sasa
bei inapoongezeka hivi abiria nao tunazidi kuwapoteza zaidi. Na huko Arusha, baadhi ya madereva wa vyombo vya usafiri wamependekeza kuongezwa rasmi kwa nauli kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta nchini ili kupunguza migogoro inayojitokeza kati yao na abiria. Nauli zipande hata bukubuku kwa heshima ni brazangu aisee. Nauli zipande hata bukubuku aisee. Kwa ajili ya mafuta kupanda babangu kwanza aisee. Abiria wanasema eti hawatoi bukubuku, wanatoa 600 nauli. Yaani ni ugomvi balaa, na sisi hatutaki ugomvi sisi. Utofauti wake ni 300 imeongezeka. Nauli ilikuwa ni 700, lakini na sisi tukaongeza 300 baada ya serikali kutupandishia mafuta. Kama mimi na watoto wawili wanasoma, hasa nafikiria watoto wakishafungua shule itakuwaje? Kwa sababu kama mimi kwenda kazini natumia daladala 2. Kwa hiyo kwenda na kurudi ni 1400 mjomba. Leo tumeenda kuweka mafuta shilingi 30,000. Tuwepo lita 7. Ambao sio sawa. Unaelewa? Sasa kama mafuta yanapanda bei, kwa nini nauli sipande bei? Kwa madereva wa daladala kuna makondakta na madereva. Haya magari yanalisha watu wengi sana. Mtu mmoja ana mke na watoto. Kwa hiyo sasa hivi ikitokea swala mafuta limepanda, hiyo ile kwa unafanya kazi ya kulaza hesabu na kuweka gari mafuta na mafuta menyewe upati. Kama amepanda bei sasa hivi, alafu kicheki kwa wafanyabiashara wa hali ya chini kama sisi tunaendesha bodaboda, inatuathiri kwa sababu abiria kama sasa hivi ameshazoea anapelekwa stendi kubwa kwa shilingi 1000. Sasa hivi akija kuambia 1500 ile abiria hawezi kupanda. Kwa sababu gani? Unakuta naye kipato chake ni kidogo. Biashara na uchumi. Tunaungana na Pius Jeyunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Karibu, unaitwa Pius. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vikosi vya Marekani vitairudisha Irani katika zama za kale za mawe, wakati ambapo teknolojia ilikuwa ya kiwango cha chini kabisa. Akilihutubia taifa kuhusu mwelekeo wa vita vya Irani vilivyoingia siku yake ya 34, Trump amesema katika wiki 2 hadi 3 zijazo vikosi vya Marekani vitaendelea kuishambulia vikali nchi hiyo na kuirejesha katika zama hizo za kale za mawe, huku akisifu operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Irani, akisema malengo ya Washington yametimizwa kuliko ilivyotarajiwa. Donald Trump hata hivyo hakusema lolote kuhusu Marekani kuzungumza na Irani kuhusu usitishwaji wa vita au hata kugusia kuhusu muda wa mwisho aliyoutoa kwa Irani wa Aprili 6 wa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayotumika kusafirishia 20% ya gesi na mafuta ya dunia pamoja na bidhaa nyingine muhimu ikiwamo chakula. Kwingineko, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Korea Kusini leo baada ya kuzuru mshirika mwingine wa Marekani, Japan, ambako alisifu msimamo wa pamoja wa Ulaya. Ziara ya siku 2 ya Macron inajumuisha mkutano wake na rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung na kutembelea kumbukumbu ya kivita ili kutoa heshima kwa wanajeshi wa Ufaransa waliopigana katika vita vya Korea. Atajumuika pia katika jukwaa la kiuchumi na chakula cha jioni na wasanii wa nchi hiyo. Huko Japan, kiongozi wa Ufaransa alisaini nyaraka kuhusu madini muhimu na ushirikiano wa kijeshi. Na hatimaye mataifa kadhaa ya Kiislamu ikiwamo Saudi Arabia, Uturuki na Indonesia yamekosoa sheria ya Israeli ya adhabu ya kifo dhidi ya Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Tamko la pamoja la kukosoa sheria hiyo limetolewa na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Saudia, Misri, Jordan, Indonesia, Pakistani,
Qatar, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa mujibu wa sheria hiyo iliyopitishwa na bunge la Israeli Jumatatu jioni, Wapalestina wanaopatikana na hatia na mahakama za kijeshi kwa kufanya mashambulizi ya kusababisha vifo ambayo yanachukuliwa kama vitendo vya kigaidi watakabiliwa na adhabu ya kifo. Tamati ya habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa kuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojiri leo katika michezo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 55 73 79 au 0742 06 24 24 na 0793 18 67 16. Sky TV. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza taarifa zetu hapa nyumbani, ambapo
Shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF linahitaji jumla ya shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya mashindano ya ligi ya muungano yanayotarajiwa kuanza Aprili 21 hadi Aprili 27 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Katibu mkuu wa ZFF Hussein Hamadi Vuai alisema mashindano hayo yatashirikisha timu 8 ikiwa ni 4 kutoka bara na 4 za Zanzibar. Timu hizo ni mabingwa watetezi Young Africans, Simba, Azam FC na Singida Black Stars, wakati kutoka Zanzibar ni KVZ, Mwembe Makumbi City, Mlandege na Mafunzo. Vuai alisema kwa fedha hizo ni kwa ajili ya zawadi ya washindi mbalimbali za kila mechi kama mchezaji bora. Kila mechi itakapomalizika, mashindano hayo ni yanaenda kuchochea zaidi kuhakikisha kwamba ligi kuu ya pale visiwani Zanzibar inakuwa na vijana kuweza kutoka kwenda katika sehemu mbalimbali kuweza kutafuta marisho ya mpira. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho, ambapo klabu ya Dodoma Jiji watakuwa mzigoni dhidi ya klabu ya Fountain Gate katika uwanja wa Airtel Stadium ambao uko pale mkoani Singida, ambapo kocha wa Dodoma Jiji Amani Josia pamoja na kipa wa Dodoma Jiji Kesto Mwagama wameweza kufunguka maandalizi yao kuelekea mchezo wa siku ya kesho, huku upande wa Fountain Gate Mohamed Eliza pamoja na Kasim Tioto wao wafunguka maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho ligi kuu soka Tanzania bara. Kubwa iliyoniweka hapa kumshukuru Mungu kwa mahali hapa, lakini pia niseme tu kwamba tupo hapa. Hii ni siku karibu ya 3. Hii ni siku ya 3 toka tumefika maeneo haya baada ya uwanja wetu wa Jamhuri Dodoma kuwa umefungiwa kwa ajili ya marekebisho. So tumechagua uwanja huu, lakini nia kubwa iliyoniweka hapa ni kuelezea maandalizi yetu kuelekea mechi yetu ya kesho dhidi ya Fountain Gate. Maandalizi yetu kwenye kiwanja cha mazoezi yako vizuri. Lakini pia katika hali za wachezaji ziko vizuri na tumepata urejeo wa wachezaji wetu. Idi Kipagwile ambaye tulimkosa katika mechi ambayo iliyopita, kwa maana mechi ya Azam atakuwa naye. Edgar William atakuwa naye pia katika mechi ya Azam. Beno Ngasa pia atakuwa naye katika mechi ya Azam. So tunaona urejeo wao pamoja na uwepo wa mchezaji ambaye hajatumika Bea, nafikiri ni kitu kizuri sana kwenye maandalizi yetu. Kwa hiyo ukiweka hivyo pamoja na preparation ambayo tumeweka kwenye kiwanja cha mazoezi, ukizingatia ugumu wa mechi ambayo tunakuja kukutana nayo na round hii ya pili, nafikiri tunadhani mpaka sasa hivi so far katika masaa machache yaliyobaki nafikiri tuko tayari. Kwa upande wa wachezaji tuko vizuri, tumejiandaa vizuri na kila mmoja wetu ana hali ya mchezo, sababu tunaamini mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo mzuri kwa upande wetu kutokana na maandalizi ambayo tumefanya wachezaji. Tuko salama, tuko vizuri kabisa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate. Kwanza maandalizi yanaendelea vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kudra zake. Tuko katika mkoa wa Singida na kubwa lililotuleta ni mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji. Hali halisi maandalizi yanakwenda vizuri toka tulipopata break ya FIFA. Vijana wamerudi, tumeendelea na mazoezi, tumepata mechi za kirafiki na naamini tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa Dodoma. Tumesafiri takriban wachezaji 26 na wote wako tayari kuikabili Dodoma Jiji. Kwetu sisi una umuhimu mkubwa, ukiangalia katika table sisi tuko chini na Dodoma wako juu yetu, kwa hiyo lazima kwanza tuwaheshimu kwa hiyo kama wao wako juu yetu na sisi tuko chini. Lakini nikwambie huu ni mchezo wa mpira wa miguu, ndio maana nimesema mwanzo tumekuja kushindana kuhakikisha tunaipambania Fountain Gate kupata pointi 3. Na washabiki wetu wako nyuma wanakuja kutusapoti, kwa hiyo kubwa tumombe Mwenyezi Mungu kesho awafikishe salama kwa ajili ya kutupa nguvu. Unajua bila wachezaji kitu ambacho tunaambizana kwa ujumla ni namna gani tunaweza kupata pointi 3, kwa sababu ndicho ambacho kitu cha muhimu kuliko kitu chochote na ndo malengo ya timu na kwa mchezaji pia mmoja mmoja. Kwa hiyo mazungumzo yetu sana ni kwa ajili ya pointi 3 kutokana na position tulokuepo sio nzuri. Kwa hiyo hayo ndo mazungumzo ambayo tunazungumza sana na ndo kitu ambacho kimetuleta Singida. Tumejipanga vizuri, morali iko juu, kila mtu yuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho ili kutimiza majukumu ya timu kwa ujumla, kwa sababu lengo ni kupata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa na naamini Mwenyezi Mungu akitujalia uhai kesho tutafanya vizuri na tutapata matokeo yaliokuwa mazuri. Ugumu upo kwa sababu mechi ya Dodoma na Fountain always haijaikuwa mechi rahisi. Kwa hiyo wao wamejiandaa kwa ajili ya kupata pointi 3 na sisi tumejiandaa kwa ajili ya kupata pointi 3. Nafikiri mchezo utakuwa mgumu kutokana na
aina ya timu zenyewe ambazo zinakutana. Kihistoria pia mechi yao haijawahi kuwa rahisi na kila mtu lengo lake ni kupata point. Wakati huo ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo hapo klabu ya Simba mpaka hivi sasa ipo mzigoni zidi ya kikosi cha Coastal Union kutokea pale mjini Tanga, ambapo klabu ya Simba anacheza mchezo wake akiwa nyumbani katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo mshambuliaji wa zamani wa TP Englaba Mazembe Philippe Traore amekumbana na lungu la mahakama ya soka FIFA baada ya kupatikana na hatia ya kuvunja mkataba wake na matajiri wa Lubumbashi ili kujiunga na Swell Club ya nchini Libya. Maamuzi amefungiwa kucheza mechi rasmi kwa muda wa miezi 4 na anatakiwa kulipa faini ya kiasi cha shilingi milioni 350 pamoja na riba ya 5%. Hatua zaidi ikiwa malipo hayo yatachelewa ndani ya siku 30, FIFA itachukua hatua zaidi za kisheria. Mahakama imetupilia mbali malalamiko ya Traore na kuipa ushindi TP Mazembe katika kesi hii. Ni fundisho kwa wachezaji wanaovunja mikataba bila kufuata taratibu za kisheria. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na rais wa shirikisho la soka la kimataifa FIFA Gianni Infantino amesisitiza kuwa timu ya taifa ya Iran itashiriki kombe la dunia mwaka 2026 kama ilivyopangwa licha ya mvutano wa kivita unaoendelea huko Mashariki ya Kati. Infantino ametoa kauli hiyo wakati wa mechi ya kirafiki iliyochezwa Uturuki, ambapo Iran ilifunga Costa Rica mabao 5-0. Iran watakuwepo kombe la dunia, ndio maana tuko hapa, ni timu imara sana na furaha kubwa, amesema Infantino katika ziara yake kwenye michezo. Ameongeza kuwa ratiba ya mechi za Iran haitabadilika na zitachezwa kulingana na upangaji wa makundi ilivyopangwa. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, naondo mwisho wa habari za michezo na burudani na kurejesha kwake Zinazili Mswima kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Ulimwengu wa Habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo. Waziri Mkuu amwagiza waziri wa TAMISEMI kuhakikisha halmashauri zote zinachukua viuadudu. Na kwa kimataifa, Trump aionya Iran kuishambulia vikali ndani ya wiki 2. Na katika michezo, Simba uwanjani na Coastal muda huu Meja Isamuhyo. Mtazamaji, nafika tamati katika Ulimwengu wa Habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, jina langu ni Zinazili Mswima na kutakia usiku mwema.